tukiwa makini na huo mtaa wetu bana. Mtaa wetu siku hizi vijana wamekuwa waoga sana. Kweli jambo hilo kweli tunafanyia kazi. Sawa kabisa. Muongeza bidii zaidi. Bana, kati za dogo yule jana zilikuweje mzee? Dogo wa jana. Kaka, mambo yalikuwa ni mengi sana. Mambo yalikuwa ni mengi. Yalisumbua sana. Baada ya kumshughulikia kidogo pale, ndio mambo ikaenda vizuri, lakini ilisumbua sana. Mimi nikajua ni kijana ambaye tumtambui, ndio maana nikawa nimekuuliza. Sema hivi. Haitosha. Kwa shida yote, sema tu tulishindwa kuelewana mapema. Kwa sisi tukabidi tumie nguvu zaidi. Sasa kujua ni nini kwetu hapa. Haina shida, tukiwa makini na huo mtaa wetu. Kuna vijana ambao hawaeleweki ni wengi sana. Yaani kweli wageni wamekuwa wengi sana. Inatakiwa tuwe makini sana kwenye ulinzi wetu. Sikiari kiongozi, tutalifanyia kazi. Sawa. Ngoja nianze kusumbua kabisa nimalize mwenyewe. Haina shida. Pangilia vijana wako vizuri, mambo yaende kabisa nataka. Haina shida. Pole, nimekuweka sana. Ndoto ulikuwa wapi? Nilikuwa saluni, nilikuwa namalizia kusuka. Haya, niambie tunafanyeje sasa? Kuhusu nini? Haujui? Unajua mimi sina pa kukaa. Maisha yangu yamekuwa yani ni atabu. Naishi kama mkimbizi. Kule tena siwezi nikarudi. Haya, niambie naenda wapi? Sijali basi, kila kitu kitakuwa sawa. Na kwa nini hakuniambia kwa wewe ni mke wa mtu? Ni bora tu mtu ukamwambia kabisa iko hivi na hivi, mtu akajua. Sijali basi, kesho nitakupigia simu utajua nini cha kufanya, kila kitu kitakuwa sawa sawa. Sijali. Hebu ondoka bana, usije kaniletea hapa mambo mengine tena. Kesho nitakupigia basi sawa. Shogangu, mambo poa? Vipi? Huyo bwana yuko Shem? Naona alikuwemo na hisi atakuwa kwa sababu sio muda mrefu ametoka uani amerudi ndani.
Sasa jana nilivyoenda kwa hiyo bwanangu huko, ilibaki tu kidogo. We, haki ya Mungu. Ilikuwaje? Si akakamatwa na walinzi huko barabarani. We, tena nakwambia shoga yangu, kisa tu chips. Makubwa. Chips tu? Nakwambia kakamatwa huko akaletwa nyumbani. Kawaje? Kidogo tu shoga yangu nifumaniwe. Nakwambia bwanangu jana asingepata dharura, mwenzako ningesalilika. Kwa alikuwepo? Ndio alikuwepo. Na hapa tunavyoongea hivi, shemeji yangu si aliniona. Kumbe mimi mwenzenu niko ndani huko, kwanza kunapata hatiati. Nakwambia hapa nilipo nina wasiwasi. Sijui kashamwambia, sijui hajamwambia. Ndio pata sielewi. Na chips yenyewe hata sijaipata shoga yangu. Hilo lako. Hayo bwana, ngoja mimi nimuoe hivi. Shoga yangu wewe nenda. Salama. Za huko utokako? Salama pia. Naisi njaa. Hivyo hujapika? Hivi wewe, mbona uniheshimu mimi? Vipi? Hivi kati yangu mimi na wewe, nani wa kumuuliza mwenzake chakula huko ndani? Sasa wewe upo tu hapa nyumbani, kwani kuna ubaya gani ukipika? Umekalia tu midoli hizo kama watoto wadogo. Kati yangu mimi na wewe nani mwanaume ndani? Hiyo kizamani bwana huko. Nitakuheshimu siku ambayo utatoka hapa nyumbani kwenda kutafuta kazi. Shem, vipi? Mzima. Samahani, nimesikia huko ndani kulikuwa na mzozano hivi, kuna nini? Wewe mambo ya familia yangu yanakuhusu nini? Ni kweli yanihusu, lakini wenda nikaa na kitu labda nikiweza kukushauri. Sitaki ushauri katika familia yangu. Lakini Shem, jamaa mbona atokee mwanangu? Mwanangu, mimi nishampigia simu sasa hivi, muda sio mrefu nakuja. Kwa hiyo vumilia tu kidogo mwanangu. Inatakiwa niame kule mwanangu. Anakuja, nishampigia.
na hela nishawapa. Mwanangu, utanivumilia tu pale mwana. Nimewacholesha mbogo zangu eti. Hebu toka nje, maka mje kusema kama umevamia wenyewe. Unajua hizi nyumba hizi funguzi na kana wale. Msika mwenyewe ndo huyu baba. Udogo? Ndio. Okay. Vipi tena wala kimbia? Mimi nashangaa amekimbia. Sijui shida nini. Rafiki yako? Ndio, rafiki yangu. Sama anakimbia. Wadogo. Angalia muda wa kutembea na muda wa kuzula usiku. Tendo kala. Ule muda wa kulala sio kuzula. Toma ndani. Hamna shida, wewe sawa. Wote wasiliana. Bula. Vipi ndugu yangu? Mbona mpaka mnao bado kwa nyumbani? Kamanda, kuna mambo kidogo nataka nimalizie hapo. Tapanda juu. Nitakukuta kule Jiloni. Sijali. Kuna kidogo mambo ya kifamilia kidogo tu. Unajua za kifamilia hizi. Sijali, nitakuja huko juu. Unajua muda wa kazi huu. Haina shida, usijali. Saa 7 hii ndugu yangu. Twende kazini, muda ndio huu. Kwa hiyo mimi natangulia basi nikuta huko. Haya, baadaye basi. Haya. Sasa nimekuja simu. Bwana, wewe ni msumbufu. Msumbufu kwa nini mpenzi? Mimi nakupenda kabisa. Mimi ni wako. Bwana, mstaki. Wewe tena mpenzi. Sijali mpenzi wangu. Unajua mambo ya mtafutaji na kupata na leo kesho, unajua. Hapana, so nakupenda mpenzi. Unanidanganya sana. Unanipanga kiasi kwamba hadi nashindwa kuelewa kabisa. Usijali mpenzi wangu. Mambo mazuri yanakuja, usijali. Yaani wewe ni kila siku mambo mazuri yanakuja, lakini kunitimizia ahadi zangu hata hamna. Usijali mpenzi wangu. Piga filimbi, sungu tuko macho, linda mali za watu kazi. Sungu tuko macho, tunalinda majumba, tunaziba kila panya, lakini nyumbani kwetu michepuko inafanya. Tuko doria, kumbe wamba yuko ndani, mlinzi wa mtaa, naibi wa nyumbani, kujituma na maumivu, baridi na kata, wanatutafuna, tunapambana na mapanga, tusiachane na misona, kijasho kinanitoka, nimebeba rungu la mti, ilira ya alale, bila hofu ya usaiti, lakini chungu na nya, moyo unapasuka, mke wangu kitandani, mwingine anashuka, mimi nakimbiza mwizi, anamkaribisha mgeni, nalinda geti la jirani, langu liko wazi ndani, naitwa shujaa wa mtaa, lakini nyumbani nachekwa, nalinda baiskeli ya watu, mke wangu anawekwa. Oya, mwambie huyo mkeo, nakesha kwa ajili ya watoto,
kesha kuitafuta buku, usicheze na jasho langu.